pia wananchi wanaoendelea kutumia maeneo yale ya hifadhi wanaichokoza serikali. Tena wale wananchi sehemu nyingine ni viongozi wa chama. Na ndio maana leo nilazimika kuja kuzungumza na viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi ndio tunayoisimamia serikali kutekeleza majukumu ya maendeleo ya wananchi. Sasa miongoni mwa watu ambao mnaleta ubishi na serikali ni viongozi wa CCM. Sasa wewe ukiwa kiongozi wa CCM wa tawi, ukiwa kiongozi wa CCM wa shina, wa CCM wa kata, unaanza kubishana na serikali yako, hapo amani itapatikana? Wananchi wa kawaida ambao sio viongozi tunawachukuliaje? Fujo itakuwa ni kubwa, kwa sababu nasema hata viongozi mnawaona. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama tuwe viongozi wa kutoa mfano, kwamba kama serikali inakataza kitu hiki hakifai, watu wa kwanza kuselenda, kuachilia ni sisi viongozi. Lakini tukiangalia katika orodha ya wale wanaoleta fujo ya kwenda kuvamia ile hifadhi, sehemu kubwa ni viongozi wa CCM. Sasa wewe, au sio ndugu zangu? Ni viongozi wa CCM. Sasa wewe kama kiongozi wa CCM uwe mstari wa mbele kukinai nafasi ulionayo. Lazima uwe mstari wa mbele kutetea sera, sheria, kanuni za serikali yako. Serikali yetu nasema lazima tuhifadhi mazingira. Tusilime kwenye vilele vya milima. Tusiende kulima kwenye vyanzo vya maji. Wewe kiongozi wa CCM ndio unakuwa mstari wa mbele kwenda kuharibu maeneo yale, kufanya matumizi yasiyo sahihi. Hilo halikubaliki. Na huyu mgogoro unaendelea mwaka hadi mwaka, unaleteleza migogoro mikubwa zaidi, inaendeleza kuchelewa kufanya maendeleo. Ni kwa sababu ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi tuna maslahi katika yale maeneo. Haya lazima tuelezane ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Nia ya serikali ya CCM ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mlima ule wenye vyanzo vingi vya maji, kupitia Wizara ya Kilimo, wanataka kuanzisha kilimo cha umwagiliaji katika maeneo ya wapi pale? Njalila. Bonde lile la Njalila litakuwa na mradi mkubwa wa kilimo cha umwagiliaji. Lakini chanzo cha maji yale kwenye bonde lile la Njalila yatatoka katika milima ya Lihanje. Sasa kama ule mradi ni wa miaka 50 ijayo, utategemea uhai wake na uwingi wa maji yanayotoka kwenye milima ya milima Lihanje. Sasa kama tunavamia mlima Lihanje, maana yake ule mradi hauwezi kuwa endelevu. Utafika mahala badala ya kuishi miaka 50 utaishi miaka 5, maji yamekauka, miundombinu kule imejengwa haiwezi kutumika. Ninyi mtageuka kuitukana serikali, kuilaumu serikali, kuinyoshea kidole serikali. Angalia, wamejenga mradi, maji hakuna, tumepoteza pesa. Na ule mradi ni wa mabilioni ya pesa. Zaidi ya shilingi bilioni 6 fedha za Kitanzania zinaingizwa kwenda kwenye bonde lile la Njalila. Lakini chanzo cha maji ya kuelekea kule Njalila yanatoka kwenye mlima Lihanje. Mlima ule ndo ambao nyinyi mnaungangania kuharibu misitu. Hayo maji yanapatikanaje? Na mimi wakati wamekuja ile kamati ya mawaziri 8 ya kutoa masuluhisho hayo, nilishirikishwa, nilipanda kwenye ile helikopta na wale mawaziri, tukaenda mpaka kwenye milima ile
kuna watu wamefyeka mpaka pale juu, huku huwezi kuona kwa macho ya kawaida. Unaweza kaona ule msitu upo, lakini kule juu watu wamemega msitu. Sasa hatuwezi kuwavumilia wananchi wa namna ile. Unafaidika wewe, lakini unawaumiza kizazi hiki na kizazi kijacho. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.